Tarehe 18 ya mwezi wa 9 leo mwaka wa 2025, utupe leo riziki yetu ya kila siku. Mimi ni Mwalimu Baraka Mbanaliba kutoka Eternal Ministries. Tunaendelea na kujifunza mambo kadha wa kadha kutoka kwa mama mwenye chupa ya mafuta na mtumishi wa Mungu Elisha, Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa 1 hadi wa 7. Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa 1 hadi wa 7. Nitakusomea tena haya maandiko. Basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wana wa manabii alimlilia Elisha, akasema, mtumishi wako mume wangu amekufa. Nawe unajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Bwana, na aliyemwia amekuja ili ajitwalie wana wangu wawili kuwa watumwa. Mpaka hapa mstari huu wa kwanza tumejifunza mambo mawili mpaka sasa. Kwanza ya kwamba kuwa mtumishi wa Bwana na kuwa mcha Mungu pekee haitoshi kukufanya uwe na utoshelevu wa kiuchumi. Unahitaji jitihada binafsi za kiuchumi, elimu binafsi ya kiuchumi, ufahamu wa kiuchumi, agano la utajiri na Mungu, ili kama vile unavyofanikiwa rohoni uweze fanikiwa kiuchumi kwenye mambo yako mengine yote ambayo Mungu anakubariki kufanya. Huyu bwana alikuwa mcha Mungu, mtumishi wa Mungu, lakini aliacha madeni mpaka wanawe wanataka kuchukuliwa kuwa watumwa. Jambo la pili ambalo tayari tumeona, mafanikio ya kiuchumi sio ya kwako peke yako, sio binafsi. Kwa sababu kama ikitokea ukiondoka utaacha fadhaa. Kama umeolewa kwa mume au mke wako, huyu mama alikuwa na fadhaa. Lakini pili, kwa familia yako, watoto waitaka kuchukuliwa wawe watumwa. Tatu, jamii inakuonaje? Heshima ya Mungu wako ni muhimu na mwili wa Kristo. Kwa hiyo fanya jitihada ya kufanikiwa kwa sababu yako binafsi, lakini kwa sababu ya familia yako na wanaokutegemea, na kwa sababu ya heshima ya mwili wa Kristo. Hivyo ndivyo ambavyo tunatakiwa kutazama na kuwa na msukumo wa kufanikiwa kiuchumi. Nataka nikuonyeshe jambo la tatu la huyu mama ambao tunataka kujifunza hapa. Jambo la tatu, hakikisha unatafuta msaada pale unapokuwa na matatizo ya kiuchumi kwa chanzo kilicho sahihi. Hakikisha unatafuta msaada wa matatizo yako ikiwemo ya kiuchumi kwa chanzo kilicho sahihi. Huyu mama, mumewe alikuwa ni mwana wa manabii, mmoja wa manabii chini ya Elisha. Mumewe akafa, mwaminifu kwa Bwana. Tatizo limekuja, hauoni akikimbilia kuambia ndugu, hauoni akikimbilia kuambia kwenye vikundi vya vikoba kama vilikuwepo. Unaona akikimbilia kwa mtumishi wa Mungu Elisha. Ambia Elisha, mume wangu amekufa. Na wewe unajua ya kwamba alikuwa ni mtumishi wako na mwaminifu, mcha Bwana. Sasa aliyemwia amekuja, anataka ajitolee wana wangu wawili. Ameenda kueleza matatizo yake kwa mtu wa Mungu sawa sawa na mmewe alivyokuwa. Na mtu wa Mungu akampa suluhisho ambalo lilikuwa la kimungu kwa matatizo yake ya kiuchumi. Kumbuka, kinachojaza moyo ndicho kinachotoka. Na kwa hiyo kwa kadri ya watu unaowafuata watakusaidia kwa yale yaliyojaza moyo wao. Ukienda kwenye chanzo ambacho sio sahihi, watakupa suluhisho kulingana na chanzo chao. Huyu mama angeenda kwa mtu ambaye hamjui Mungu, angempa suluhisho kulingana na kile alichokijaza moyoni na imani kwa anachokiamini. Pengine angeweza kuambiwa uza nyumba ulionayo. Unakumbuka alikuwa na nyumba, angeambia uza nyumba ulipe madeni, watoto wasiende utumwani. Sasa unaona anasema sikuwa na kitu ila chupa ya mafuta, lakini baadaye kama nitakavyokuonyesha labda baada ya muda kidogo, unaona alikuwa na vitu kadhaa. Angeweza kumwambia uza. Wengine wanaweza kumwambia watoto wako watu wazima acha waende utumwani tu, uwe huru wakatumikie hicho kifungo. Wengine angeweza kumwambia labda kuna mganga mzuri anaweza kukusaidia. Mwingine angeweza kumwambia una watoto wawili tu, maana yake ukiangalia ni kwamba wewe bado binti, olewa na mtu mwingine mwenye fedha itakusaidia. Angeweza kuwa na solution nyingi, njia nyingi za kumsaidia. Lakini alivyokuja kwa mtu wa Mungu alilitazama kulingana na imani na kilichojaza moyo wake na kile alichokitumaini ya kwamba Mungu anaweza kukifanya kwake, kwa kuanzia na chochote yule mama alichonacho. Utaona mstari wa 2, mtumishi wa Mungu akimuuliza nikufanyie nini, una nini? Maana yake unaona anatafuta kumsaidia kwa njia za kimungu kulingana na kile ambacho Mungu anacho na kwa ufahamu alionaona Mungu. Unapokuta na matatizo ya kiuchumi,
Sio lazima kufiwa, sio lazima kuwa umeoa umeolewa, lakini una changamoto ya kiuchumi, tafuta msaada kwenye chanzo ambacho ni sahihi kulingana na imani yako. Usiende kwa mtu ambaye ni kinyume na imani yako. Watu wengi sana wametafuta msaada wa kibiashara kwa watu ambao hawajaokoka na wao wameokoka. Wametafuta kufundishwa biashara na watu hawajaokoka na wao wameokoka. Na mimi nakushauri si sahihi sana. Unaweza ukaazima kwenye yale ambayo ni mazuri na ukachuja, lakini ni muhimu sana. Kama yuko mpendwa, mtu aliyeokoka, mtumishi wa Mungu unayemjua amefanikiwa kwenye biashara, tafuta kujifunza kwake. Atakwambia mambo ya kimungu yaliyomsaidia kufanikiwa kibiashara na kuliko mtu mwingine ambaye sio wa Mungu. Na nataka nikwambie, watu wengi sana wanaona wamefanikiwa kibiashara, lakini wengi hawatakwambia nini wamefanya ili kufanikiwa. Inabaki kwa asili yao. Mambo mengine hayawezi kutamkika, yanabaki kuwa ya asili sana. Na ikifika muda anaweza kukutamkia na kuambia, utajigundua ya kwamba tayari amekuingiza kwenye agano kinyume na Mungu wako. Kwa nini uingie kwenye hiyo shida kama unaweza kutafuta watu ambao wameokoka, wapendwa, ambao una uhakika wana njia za Mungu na hizo wanazitegemea zimewafanikisha, watakufundisha kwa usahihi zaidi hizo njia za Mungu na ufanikiwe kimungu. Tafuta suluhisho la matatizo ya kiuchumi kama matatizo mengine yote yalivyo kwa watu ambao wameokoka, ili usipoteze imani yako na nafasi yako kwa Mungu wakati unatafuta kufanikiwa kiuchumi. Kumbuka, mali ni roho, na unavyoitumikia hivyo hivyo inaweza kuteka moyo wako, ukajikuta umemwacha Mungu na umepata mali. Na Biblia inasema, itakufaa nini kupata ulimwengu mzima na kupoteza moyo wako, roho yako, kupata hasara ya roho yako? Ni bora ubaki na roho yako, uwe na hali ya kawaida ya kiuchumi, kuliko kuwa na mafanikio ya kiuchumi na umepoteza roho yako, hata kama utapata ulimwengu mzima. Tafuta suluhisho na ushauri wa kiuchumi kwa watu waliofanikiwa kiuchumi, wenye imani moja sawa na wewe. Mungu akubariki sana. Karibu kesho tuendelee kuangalia mambo mengine kutoka kwa mama mwenye chupa ya mafuta na mtumishi wa Mungu Elisha. Amen.